zinasikika ambazo zinatukosesha utulivu wa kuongea na Yesu, lakini ni baraka ulioje wana na binti za Mungu na kukubali kuacha harakati zote za maisha ya mjini na kuja kukaa hapa. Ninarudia tena, Mwenyezi Mungu atubariki kwa namna ya pekee. Jioni ya leo katika sehemu ya 8 tutaona sifa za kanisa la awali. Tutaona tabia za waumini wa kanisa la awali. Tutaona matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda kwa kanisa la awali, na tutaona vile ambavyo kanisa la leo lina tabia na sifa za kanisa la awali, ili leo pia kurudi matendo makuu ya Mungu yadhihirishwe kupitia kizazi cha leo. Lakini pia tutaona baadhi ya sifa, baadhi ya matendo makuu ya Bwana aliyoyatenda kanisa la awali, ambapo leo pia tunatamani ishara na maajabu makuu Bwana atakayoyatenda kupitia sisi wengi pia wakaokolewe, hata sisi ambao tunaamini tujengwe katika ishara na maajabu makuu ya kimsingi. Wengine binafsi ninapokaa chini na kukumbuka matendo makuu ya Mungu niliyoshuhudia kwa macho yangu, niliyoshuhudia kwa masikio yangu, niliyoshuhudia hata kwa watu wengine, jinsi ambavyo Mungu alidhihirisha kwao, ninajengwa, napata tumaini, najawa na imani na ujasiri wa kusonga mbele bila kukata tamaa. Hivyo ombi langu mapema jioni ya leo, wito wa jioni ya leo, kabla ya somo kuanza, Bwana atusaidie namba moja, tuadopti sifa na tabia za waumini wa kanisa la awali, na sio mwingine, ni wewe uliyeketi hapa. Na tukisha chukua tabia na sifa za kanisa la awali, Bwana atajidhihirisha, Bwana atatukuzwa, Mungu atainuliwa, matendo yake makuu yatatangazwa katika jamii. Hata kabla hatujawaambia habari ya utunzaji wa Sabato, watu watavukwa na upendo wa Kristo wanaposhuhudia matendo makuu ya Mungu maishani yetu. Kuna wakati fulani tunakosa ujasiri na nguvu za kuwaeleza watu matendo makuu ya Mungu, kwa sababu kwa kweli hakuna maajabu ya shida yetu. Kana kwamba tunaamini Mungu ambaye hayupo. Na kutia moyo tutakapokubali kuwa na tabia kama za kanisa la awali, kubali kukaa pamoja na Roho Mtakatifu alipomwagwa kwao.
Niliwaambia jana ya kwamba leo pia tutakuwa na maombi moja, maombi kadha wa kadha, lakini tutaomba kwa ajili ya kundi la watu wanaoitwa wafanyabiashara au wajasiriamali au wengine wanaoitwa waliojiajiri wenyewe. Hawa leo tutaomba kwa ajili yao. Pia natamani nikukumbushe mapema jambo la kufanya kabla ya maombi. Jambo la kwanza, kwenye biashara, ujasiriamali, kilimo, ufugaji, ile kazi ya kwako uliyojiajiri unayoifanya, unamwomba nini Mungu akutendee katika kazi ulionayo? Ninarudia tena, hili ni jambo serious. Yuko mtu mmoja ndani ya maandiko akaulizwa, unataka nikufanyie nini? Alitoa sababu ya kwamba mimi maji yanapochemka sina mtu wa kunitupa kwenye kisima ili nipokee uponyaji, mwingine mtarudia kukumbukia. Napenda jibu la Bartimayo alipoulizwa, unataka nikufanyie nini? Akaitikia moja kwa moja, nataka kuona. Kwa hiyo andika katika kazi binafsi ulionayo, haijalishi biashara ama ni ujasiriamali ama ni fundi, kila aina ya kazi ambayo umejiajiri wewe, andika kile ambacho Bwana unataka akutendee kwa kazi unayo. Jambo la pili, nakukumbusha pia, weka nadhiri kwa Bwana kwamba hiyo kazi binafsi iwe na matokeo chanya, iwe na baraka. Usiangalie patupu kila wakati. Watu ambao wameanzisha biashara zao zimeishia njiani, wengine hawapati faida. Kwa hiyo omba pia hiyo biashara na kazi unazonayo iwe na baraka kwa familia, lakini pia na kuweka kipaumbele cha ufalme kupitia hiyo kazi binafsi ulionayo. Hayo mambo yanatosha kabisa, na baadaye tutawaombea kama kanisa, na maombi pia mtaweka hapo kwenye sanduku kile ambacho tunatamani Mungu akutendee katika kazi binafsi ulionayo. Baada ya kusema hayo, tutaimba wimbo namba 155 beti moja tu ya kwanza, alafu naomba moyo wakati nikiomba mshukuru Mungu kwa matendo yake makuu maishani mwetu, maishani mwako, lakini pia fanya toba na maungamo. Maana kila ibada tunapokana Yesu tunapaswa kuwa huru mbele zake, kila kuwa na hatia. Lakini pia dai ya hali ya Roho Mtakatifu, ili hata neno fupi la jioni ya leo iweze kuleta mguso na badiliko la moyo,
lakini pia kupitia ahadi ya Roho Mtakatifu maishani mwetu, ili tuweze kupata nguvu, lakini pia aweze kutuwezesha kutufundisha namna bora ya kuzungumza na Baba yetu wa mbinguni. Namna ya kuomba. Njiani uniongoza, Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza milele, kiongozi kuja kwako kwa ajili ya ibada ya maombi na kulisikia neno lako jioni ya leo. Tunashukuru pia kwa afya njema uliyotupatia mahali popote katika kuwaza, kunena, katika kuhusiana na jamii ama kutenda, tumeenenda kinyume na mapenzi yako. Ninakuomba Yesu, ukatusamehe na kututakasa tukapate kuwa safi mbele zako. Asante kwa sababu ya uwepo wako na Roho Mtakatifu akatuongoze mawazo yetu, nia zetu zikakuelekee wewe, na ibada ya leo tulielewe neno lako, lakini pia kupitia ibada ya leo Baba, pokea maombi yetu ya mahitaji kupitia jina la Yesu. Amen. Sehemu hii ya 8 ya kufunguliwa ina kichwa ndogo inayosema penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 41 mpaka ile aya ya 47. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Nisoma kama sio jana ama juzi, walioongezeka wanaume peke yake walikuwa ngapi? 5,000. Leo ni 5,000. Kama ni pesa kidogo sana, kuondoka hapa kufika nyumbani hata kama ni utoshi, lakini kwa namba ya watu
wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa nao na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walikuwa ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hilo ndilo neno la Bwana jioni ya leo, likionyesha matokeo ya wanafunzi wa Yesu waliojawa na Roho Mtakatifu baada ya Petro kutoa hotuba ya pekee, hotuba yenye ujazo, hotuba yenye nguzo, hotuba ambayo matokeo yake wengi maelfu wakaguswa na ujumbe wa neno la Mungu, hotuba ambayo makutano walitikia, wakachoma mioyo yao na wakaitikia mbele ya kina Petro, mbele ya mkutano wa wanafunzi walioshukiwa na Roho Mtakatifu, wakawaambia, tutendeni, tufanye nini? Petro anawaongoza kwenye ile aya ya 7 mpaka 9, awaambia, tubuni mrejee ili dhambi zenu zifutwe na mkabatizwe. Nao wakaitikia wito kwa namna ya kipekee, maana Roho anayefanya kazi katika vinywa vya wanafunzi wa Yesu, huyo Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafanya kazi kwa wale wanaosikia. Maandiko yanaeleza kwamba watu 3,000 wakalipokea neno, nao wakabatizwa. Bila kupoteza wakati, natamani tuangalie haya mambo matatu ambayo ndani yake tutaangalia vipengele kadha wa kadha kwa wepesi, lakini vikiwa vipengele vimejikita katika sentensi 3 ambazo niliziongea awali. Moja, tunaenda kuangalia tabia za waumini wa kanisa la awali waliokuwa nazo baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu. Nikwambie mapema, ninapopokea Roho Mtakatifu, kwa kawaida, kwa mujibu wa maandiko, sitabaki kama nilivyo. Haujanielewa? Ninapoweka mazingira rafiki, ninapoungama na kujuta kwa ajili ya dhambi, ninaposamehewa dhambi, Roho Mtakatifu anapotawala maisha yangu na kuniongoza
Shaka mtu kwa anasema hivi. Hata hivi unaelewa kwa nini natokea kadadani hapa Tanzania. Yaani tunatumia kana kwamba Roho Mtakatifu ameshindwa kushughulika na hasira yako ama asili yako iliyozaliwa. Hamna. Kwa Yesu hakuna chakanda maalum. Kwa Yesu hakuna mimi nina asili ya hasira, ninaposalimisha kila kitu kwake. Roho Mtakatifu anabadilisha yote na yasiyowezekana jina lako. Hata mtoto wako ambaye ni shirikani, mpatie Yesu afanye nini? Sio kwamba tunatumia ubaya, tunatumia uzoefu, tunashughulika na uwezo wetu, tunashughulika hata tunaenda mbali, hata kuiokoa kabisa, tunashughulika na kabisa na waumini kwa mbele ya maisha nilionayo. Imefikia hatua kwamba kuna baadhi ya makanisa ambayo kiongozi wa kanisa jinsi anavyohubiri na waumini, hasa vijana, mpaka wanaogopa jinsi anavyowaambia kwamba ukifanya mchezo hata ajira sidhani kama unapata ajira. Kwa hiyo tuangalie sifa za kanisa la awali. Walikuwa na sifa zipi? Walikuwa na tabia zipi hao waumini wa kanisa la awali? Na kupitia sifa hizo, kupitia tabia zao, Bwana alidhihirisha kwao na mambo makubwa yalitendeka. Moja, waumini wa kanisa la awali walipokea neno la Mungu kwa furaha. Au niliongea siku kadhaa hapo nyuma, walipokea neno la Mungu kwa furaha na uelekevu wa moyo, na ukiacha wale wanafunzi wa Yesu, wale walipokea pia walipokea kwa furaha na waliyatoa maisha yao kwa Kristo. Matokeo ya wao kulipokea neno la Mungu kwa furaha ikawa pia ni matokeo kwa wasikilizaji pia, nao pia kulipokea neno la Mungu kwa furaha. Najua na wakati fulani sisi wenyewe ambao tuna neno la kweli, utakuta hatufurahishwi na neno la Mungu katika ibada tofauti. Nitawezaje kumshawishi mtu ambaye bado hajamfahamu Yesu ili alipokee neno la Mungu kwa furaha na uelekevu wa moyo na ayatoe maisha yake kwake kwa Kristo? Wewe kuongea na washirika wa mahali fulani, tuna tabia ya kuweka viambaza kama hicho huko mtaani, hata mahubiri ya satellite. Ukienda pale, ukienda kuhesabu waumini walioko pale jioni, najua mmenielewa, waumini ya watano, alafu unapiga barabara, nani atakaye pale? Wakati wewe mwenyewe uvutiwe na hilo. Injili inakuwa ngumu kwa sababu ya sisi tumekuwa wagumu kutokulipokea neno la Mungu kwa furaha. Kwa hiyo waumini, tabia yao mojawapo ambayo walikaa miguuni pa Yesu ili kuomba ilikuwa ni pamoja pia walipokea neno la Mungu kwa furaha na uelekevu wa moyo, lakini pili walidumu kwa uaminifu kwa
vizuri na kuzielezea kwa kina, ila mimi nitaongea kifupi ili tuwe na muda ili tuongee na Yesu jioni ya leo kwa njia ya maombi. Kwa hiyo pili, walidumu kuwa waaminifu, walishikilia kwa bidii na uthabiti mafundisho ya imani, maombi na ushirika bila kuyumba. Hawa waumini wa kanisa la awali walidumu kuwa waaminifu, walidumu kwa uaminifu, yaani walishikilia kwa bidii na uthabiti wa mafundisho ya imani, maombi na ushirika maishani mwao bila kuyumba. Lakini tatu, walidumu katika ushirika ushirika, walikuwa na uhusiano wa karibu, walishirikiana maishani mwao, walifurahi kusaidiana kama familia moja ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Buguruni leo pia tunamuomba Yesu tuadopti hii tabia, tuwe na ushirika. Ushirika unaondoa matabaka ya elimu. Ushirika unaondoa matabaka ya kiuchumi ama uwezo. Ushirika unaondoa matabaka ya ukabila. Ushirika unaondoa matabaka kwamba huyu ameoa au hajaoa, huyu ameolewa ama hajaolewa. Ushirika unawafanya wote kama kanisa wa kitu kimoja mbele za Bwana. Wenzetu walikuwa katika ushirika, walikuwa na uhusiano wa karibu. Tutaona kwamba katika ushirika walifanya dhambi, lakini pia jambo la nne ya ushirika, walikuwa wakidumu katika mafundisho doctrine. Walijifunza na kufuata neno la Mungu ambalo Yesu aliwaelekeza na mitume kama msingi wa imani yao kamili. Leo nilikuwa nazungumza na wale wangu, leo waumini tunapenda kuimba, tunapenda kusikiliza nyimbo kuliko mafundisho. Kama mnabisha wazee wa kanisa wako hapa, hale tunapoweka mara ya mchana kujifunza. Kama unabisha, tujaribu Sabato tuwe na uimbaji saa 8 kamili mpaka saa 9. Angalia watu walipoketi kwenye viti. Alafu saa 9 kamili mchana mpaka saa 10 kamili weka neno, weka fundisho. Alafu angalia watu walipoketi, mkao walipokaa kusikiliza, kufuatilia, na mkao wakati watu wakiimba. Na tunaenda mbali, baadhi ya watu kipita uimbaji kikiisha, yeye anatoka. Na nimekutana nao. Kwa nini? Kwa sababu hatupendi mafundisho. Wewe uimbaji na msifu Bwana, uimbaji sehemu ya neno, lakini nakutia moyo, mafundisho ndiyo msingi wa pekee wa kujenga imani yetu kwa Kristo. Mafundisho. Walikuwa na tabia ya kupenda mafundisho. Siku moja wakiwa ghorofani, Paulo alihubiri mpaka usiku. Sababu ikaisha, neno linaendelea kufundishwa, na mpaka kijana mmoja wengi wanapenda kuhubiri, alikuwa amekaa dirishani, akasinzia, akaanguka nje ghorofa ya 3 kwa Kisosei, akavunjika shingo kwa heri. Kwa baadaye Mungu mwema kupitia maombi ya Paulo kwa Mungu, yule kijana akaishi tena. Namaanisha nini? Ya kwamba katika maisha yetu tuwafundishe watoto pale nyumbani walipende
kumkataza mtu asifuatilie, asome vitabu vingine au imani zingine. Kumkataza ni pale unapokubali kufundisha kanisa neno. Ndio maana kila mwanafunzi wa Yesu alipokuwa akisimama akitoa neno la Mungu, linakuwa limeshiba. Wale makuhani, wale Masadukayo, wale Mafarisayo, wale Marabi na wanasheria wanapokutana na lile neno, wanaojiana, wakamwambia Petro na wenzake, wakawafungulia, wakawatu wenyewe ule usiku, wakajadiliana ili kuangalia wapi ambapo wamekosea. Wanashikwa kwa sababu kilichonenwa ndani yake Roho Mtakatifu amewafunulia. Wanakwambia Roho Mtakatifu amewapa Petro pamoja na pia tunapopenda kusoma neno la Mungu. Kuna kisoma kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, siku nne kurasa ngapi, kiko pale kwa Injilisti. Kuna mtu anasema kwamba mtu anayefanya maombi bila kusoma neno la Mungu anafananishwa na mtu anayekunywa maji bila kula chakula, ambapo muda si mrefu ataacha kunywa maji, maana tumbo litaanza kulalamika. Hiyo malalamika sio iko pale yani naongezeka. Lakini Biblia inasema kwamba mtu anayesoma neno la Mungu peke yake bila kufanya maombi, wanaeleza kwamba iko saa ambayo hata kusoma neno la Mungu ataacha, maana anafananishwa na mtu ambaye anakula chakula bila kunywa maji. Mwingine yake digestion iweze kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo neno la Mungu na maombi vikienda pamoja, Roho Mtakatifu anamwaga maisha yetu. Kwa hiyo tuyapende mafundisho. Kanisa la awali walipenda mafundisho. Ninawatia moyo kama kanisa, kila sababu tuhakikishe mchana neno linafundishwa majumbani, tujifunze neno la Mungu. Kumega mkate, walimega mkate kwa pamoja. Neno limezungumziwa hapa, anaelezea habari ya meza ya Bwana walioshiriki kwa pamoja, lakini pia nyumba kwa nyumba walimega mkate. Tena maanisha chakula chenye muhimu, lakini pia walifundisha neno la Mungu nyumba kwa nyumba. Dada ya huduma mbarikiwe, maana pia leo ninaendelea mkate nyumba kwa nyumba na timu yake, ile mkate wa kimwili na mkate wa roho. Lakini pia hao watu wa kanisa la awali, tabia zao na sifa zao, hatimaye Mungu akajidhihirisha kwao. Anasema kwamba lakini pia hofu iliwaajia kila mtu. Hofu sio hofu ile mbaya, ni hofu ambayo ni njema. Walikuwa na heshima kuu kwa Mungu wao, walitambua uwepo wake na uweza wa nguvu zake. Hata waliowazunguka hofu iliwafikia kwa matendo makuu ya Mungu. Hofu iliwaachia. Katika ile aya ya hofu iliwaachia. Siku hizi hatuthamini hata maeneo ya ibada. Kicho kwa Mungu, heshima kwa Mungu, unyenyekevu kwa Mungu imekuwa ni bidhaa hii. Sio kanisa la ujini. Kanisa la fulani anabia Mkristo au mtu yeyote, kuna ibada inaendelea. Mtu anaendelea yuko kwenye mitandao ya kijamii, yuko WhatsApp, yuko Instagram, yuko Facebook na kadhalika na kadhalika na kadhalika.
kila neno program inapowekwa mbele imekusudia kuleta badiliko maishani mwangu. Ninaposhindwa concentrate katika kile kipindi, ninapohamia katika program kwenye simu, basi moja kwa moja ni hesabu ya kwamba lile lilokusudiwa na Roho Mtakatifu nilipate silipati ili lipotee. Na ndio maana tunasisitiza kwamba jitahidi basi hata kwa siku ya Sabato peke yake, basi tumia hadi kopi. Tumia Biblia yenyewe. Sio kwa tumia pia hii Biblia hii ambayo unijue ni dharura kwenye gari wapi. Lakini kuna baadhi ya watu ambao kwenye magari yao wanaweka Biblia. Kwa hiyo kicho hofu ya uwepo wa Mungu maishani mwetu, tunatamani hiyo tabia tuadopti kama kanisa la awali walikuwa na hofu, maana Roho Mtakatifu aliongoza maisha yao. Kwa hiyo kicho na heshima ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. Lakini jambo lingine nasema kwamba maajabu na ishara nyingi, hii ni mojawapo ya matendo makuu ya Mungu ambayo anatenda kwao. Mungu alithibitisha kazi yake kwa miujiza maishani mwao na ishara kupitia mitume ziliwajenga waumini na kuwavuta wasioamini. Yaani Mungu atusaidie tutakapokubali kuwa watu wa neno, kuwa watu wa ushirika, kuwa watu wa kupenda mafundisho na kuondoa tofauti zetu. Bwana atajidhihirisha maishani mwetu na maajabu na ishara nyingi zitatendeka maishani mwetu. Wanaoamini ikiwemo sisi tutajengwa na kupata tumaini, lakini wale pia wanaozunguka watajengwa na kuvutwa na upendo wa Kristo. Bwana asifiwe. Niliwaambia tu kisa sasa, yule dada ambaye alikuwa karibu na kaburi, ambaye watu walikuwa wamejaa wakisubiri tu afe. Tulipofika pale tulikuta watu wamechanganyikiwa. Tulipoomba na yule dada, maombi ambayo hata dakika mbili hazikuisha, yule dada akalala kwa muda mchache, akaamka, akaniita jina la utumishi, akisema ya kwamba mchungaji, hapa alikuwa. Nikamuuliza wewe, kwani hapa ulikuwa? Lakini mwisho nakumbuka ile jamii, watu walikuwa wamejaa pale, akina mama na wanaume, niliwasikia wakiongea kilugha. Wakasema ya kwamba tunaona video au tunaona live. Kwa nini? Walimtukuza Mungu kwa ishara iliyotokea. Hiyo haiko kwa baadhi ya watu. Wewe mwanangu, Mungu yuko tayari kuanzia leo kutumia kwa ajili ya ishara na maajabu. Ukaomba na watu wakafunguliwa.
tuwe na umoja kwa kimwili na kiroho, kutembeleana, kuombeana, kushauriana, kuonyana. Kwa nikwambie, umoja wa kimwili na kiroho, ninapomwona muumini mwenzangu anafanya dhambi inayopelekea kifo, alafu nikaifumbia macho nisimsaidie, huo sio umoja wala upendaji wa kiroho, huo ni unyama. Unapomwona ndugu yako anaanguka katika dhambi, unapomsaidia, huo ndio umoja na upendano wa kimwili na kiroho. Lakini pia sifa nyingine ama tabia zao, waliuza mali na vitu walivyo navyo ili waweze kuwasaidia wahitaji katika jamii yao. Leo nilikuwa natamani kuona tunabeba vitu ambavyo hatuwezi kubeba kuvipeleka katika jamii. Walikuwa na mioyo ya ukarimu. Kuna visa vingi katika maandiko vikieleza hata Ibrahimu baba wa imani alipoonyesha ukarimu kwa watu wasiowafahamu, watu wasiowajua. Kumbe aliwakarimu malaika na Bwana mwenyewe. Mwambia kwamba sasa jamani, tumekula tumeshiba, tuondoke hapa tu, tusimpashe habari huyu mtumishi. Tunaweza kufanya kule Sodoma na Gomora? Hapana. Wewe mwambie Bwana, Elia amesema kweli, tunapokuwa wakarimu, tunawakarimu malaika pasipo nini? Walikubali kuuza vitu vyao ili kuifanya kazi ya Mungu. Lakini tabia nyingine ama sifa nyingine, wakagawiana kila mmoja kwa kadiri ya haja yake. Msaada ulitolewa kwa haki kulingana na mahitaji, si upendeleo. Kanisa lilikuwa ni mahali pa huduma ya kweli. Lakini waliendelea kila siku, maisha yao ya kiroho yalikuwa kila siku, si ibada tu, walidumu bila kukoma. Lakini pia kwa moyo mmoja hekaluni, walihudhuria ibada kwa umoja na kusudi moja, kumwabudu Mungu kwa moyo safi na umoja wa moyo. Walikuwa na nia moja, kumpenda Mungu, kuhudumiana, kuishi kwa utakatifu pasipo na migawanyiko ama mgawanyiko. Lakini mwisho kabisa, wakimsifu Mungu, maisha yao yalijawa na sifa, vinywa vyao vilitamka na kunena sifa na ibada kwa Mungu kila siku. Lakini leo vinywa vyetu sisi vimejawa na lawama. Hata maongezi yetu tunalalamika, sifa hakuna. Wakati wao walipitia mateso makali, kama tukisoma habari za Paulo katika juma hili, habari ya Wafilipi. Lakini Paulo kinywa chake kinaleta maneno ya matumaini. Na mwisho kabisa, kupendelewa mbele ya watu wote, tabia njema na maisha ya upendo yaliyovutia wanajamii wa kanisa la awali. Waliheshimiwa hata na wale
sababu matendo yana nguvu kuliko maneno. Hiyo narudia tena, matendo yana nguvu kuliko maneno. Hata watoto walioko hapa wanachojifunza kwako sio unachowaambia, ni kile unachokiishi. Mungu atusaidie sana. Tabia hizi, sifa za waumini wa kanisa la awali, ninamwomba Yesu na sisi pia, hata kama ni moja, tuichukue ili Mungu atende mambo makubwa maishani mwetu. Moja, sisi tunaye tumaini Bwana, tukajengwe kwa matendo makubwa ya Mungu. Pili, jamii inayotuzunguka ambao hawamwamini Kristo, ambao hawamjui Mungu, wakavutwe, wakajengwe, wakaokolewe kwa ishara na maajabu na matendo makubwa ambayo Mungu atatenda kwetu. Liwe ombi lako jioni ya leo kwa kanisa hili, na mimi pia, kama sifa zile za kanisa la awali zikija hapa Luguru, tukio dogo katika jamii litaleta matokeo makubwa ya wengi kuokolewa, kwa sababu tumekubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hata lile gumu ambalo maishani mwako umekuwa ukimwomba Mungu, nikutie moyo, utakapokubali Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, unapokuwa katika kuomba, Mungu wetu ni mwema, naye anasikia na anatenda mambo makubwa maishani mwako, maana anaona kabisa ndani yako kuna hali ambayo itawafanya wengi waokolewe, maana una moyo wa upendo, una moyo wa ushirika, una moyo wa kujali, una moyo wa ukarimu ambao utawavuta wengi wapate kuokolewa. Penda familia ya kanisa, penda familia yako, tuishi kama familia wana Luguruni, tupendane kama ambavyo Yesu anaipenda kanisa lake, hata akajitoa maisha yake kwa ajili yetu. Na sisi pia tuanze kwa upendo, tupendane, tuombeane, tushauriane, tuonyane, kabla ya wakati wa mwisho kuwadia, wote tuwe tumeandaliwa kwa ajili ya uzima milele kupitia jina la Yesu. Amen. Tunapoenda kuomba pamoja kwa dakika chache, ambayo tumesonga kidogo, tutakuwa na maombi ya mahitaji binafsi, lakini pia nakukumbusha omba kwa ajili ya wale watu watano. Kuna kwa ajili ya watu watano ambao naomba kwa namna ya pekee ili waweze kuokolewa. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya kanisa ili liweze kuwa na sifa na tabia kama waumini wa awali ambao hatimaye Mungu alitenda mambo makubwa maishani mwake. Nasikia leo tunahitaji tabia hiyo ili tuishi maisha mwetu. Lakini mwisho tutawaombea wale watu wote ambao wameingia nchini, haijeshi biashara, mjasiriamali katika aina zake,
tutaomba na vile vikosi ama vikundi ya watu watano, ombi mafupi ya dakika 2. Mara kwanza muombe kwa ajili ya watu watano, lakini pia tutaomba kwa ajili ya kanisa ili iwe na sifa na tabia kama za waumini ama waumini wa awali, lakini pia muombe kwa ajili ya afya za wapendwa wetu ambao wanaumwa, ili Mungu aweze kuwaponya. Baada ya hapo, tutakapokuwa tukiomba kwa ajili ya watu waliojiajiri, basi tunapata pia muda wa kuomba maombi ya kimoyo yale ambayo ni mahitaji yetu. Give
Bwana atubariki sawasawa na mapenzi yake kwa tuliyoyaomba. Naomba niwaalike wapendwa ambao tunawaombea kwa moyo mweupe kabisa, watu waliojiajiri. Njoo hapa, tutaomba kwa ajili yako. Tuokoe muda, tuende kwa ujasiri mbele za Yesu, na nitakupatia nafasi ya kuomba kile ambacho umekiandika, ambacho naomba Yesu akuwezeshe kwa ile kazi ulionayo. Maombi yetu ni kwamba Bwana awainue kwa utukufu wake watu waliojiajiri, iwe biashara kubwa, biashara ndogo, jasiriamali kubwa ndogo. Najua kuna watu ambao wameajiriwa, lakini kuna biashara zenu kwa vile ya maombi ndiyo subirini kuombea. Hawa wanaokuja ni watu ambao wana ajira zao binafsi. Mungu awabariki sana kwa kusogea hapa mbele, na leo pia na wengine wamebanwa na mazingira ambayo hawajaweza kufika hapa, nao pia tunawaombea ili Lukurudi ibarikiwe na hawa wapende. Bwana asifiwe. Nyie ni watu wa muhimu kama ambavyo walioajiriwa pia ni watu wa muhimu, na kesho tutaomba kwa ajili ya vijana wa kanisa hili, hata wageni, vijana wote ambao hawajaoa na kuolewa. Kesho tutaombea kwanza usiku wa leo na siku nzima, na jioni tutahitimisha kwa yenu, na Ijumaa tunafungua Sabato tutaomba kwa ajili ya watoto wote wa Mungu. Kama hajaenda shule, basi tulete hapa Ijumaa. Kama kaenda shule, mama au baba, njoo ukakuja hapa mbele ili tuombe kwa ajili ya watoto. Hata kusema hayo, taomba hiyo sampeto na maombi nisogee hapa, na nikualike pia wewe ambaye umeketi hapa au na ajira ambao tunaombea jana. Tutawaombea hawa wapendwa. Jana walituombea sisi, leo tunawaombea hapa. Najua pia bado kuna jambo ambalo maishani mwako. Leo ni siku ya 8, bado siku mbili tu. Sabato tunasherehekea ushindi wa maombi, na unasema kwamba mchungaji, bado kuna jambo la muomba Yesu, sijakata tamaa, nahitaji Bwana ajidhihirishe kwa yale mema niliyoyaomba, ili nijengeke kwa imani, lakini pia na wengine ambao pia hawajamwamini Kristo waamini kupitia yale nayoyaomba na kaya hadi za Bwana. Simama pia pale ulipo, ili tunapoomba Bwana pia abariki yale ambayo ni mahitaji na ombi lako maishani mwako. Usiniite
tunakushukuru kwa sababu hata ulimwenguni tumeona uweza wako na uwepo wako katika maombi haya. Jina lako likatukuzwe kwetu. Amen. Tumesimama mbele zako tukionyesha kicho kwako. Baba, tazama yale maombi yaliyoandikwa, mengine yako mioyoni mwetu yakijirudia mara kwa mara, na kuomba Yesu kwa namna ya kipekee. Mungu wetu uliojawa na upendo, umetuambia kwamba katika Mambo 11:24 ya kwamba katika yote tuyaombayo tukisali tuamini ya kwamba yamekuwa ya kwetu. Naomba Baba kwa namna ya kipekee, kwa sababu tumekubali kwamba hatutakuwa binafsi, kwa sababu yale tuliyoyaomba pia yana mchango mkubwa wa ustawi wa kazi yako. Naomba Baba ukatubariki sawasawa na mapenzi yako. Naomba uzungumze na yule mpendwa ambaye bado ana mashaka moyoni mwake. Mashaka ni kama wimbi linalopeperusha maombi. Kama nakuomba tupatie imani ya kuamini ya kwamba yote tuliyoomba kwa imani, Baba, umetenda. Tunachosubiri ni matokeo yanayodhihirishwa na uweza wako. Baba, tazama kwa mbele wamesimama watoto wako ambao wameingia nchini. Ninapotoa nafasi wanapozungumza na wewe, lile hitaji wanaokuomba kwa kazi binafsi walizonazo, Baba, naomba usikie hilo ombi lao, nami nitaomba. Baba, nakushukuru kwa sababu watoto wako wametamka hitaji katika kazi yake aliyonayo, lakini pia watoto wako ukalo mzima wametamka ile hitaji ambalo wamekuwa nalo tangu mwanzo wa maombi. Baba, ninakuomba kwa namna ya kipekee hao wapendwa walioingia chini kupitia ombi walioliomba kwa biashara, kwa ujasiriamali, kwa kilimo, kwa ufugaji ama ufundi wa namna mbalimbali. Baba, ninakuomba kwa namna ya kipekee kazi za watoto wako mwaka 2026 ninawaombea zikageuke kuwa baraka. Zibariki mahitaji ya familia, zibariki kazi ya utakatifu ya utume. Ikiwa kuna mmoja anakulia kazi yake binafsi inamlemea changamoto kila kunapokucha, Yesu ukamshindie sasa. Kama kazi binafsi iko ambayo adui ameingilia kati, faida hayopatikani, maisha yanazidi kuwa magumu, Baba ukaingilie kati, kulinda na ukamuinue mtumishi wako. Baba, asante kwa sababu kupitia majukumu walionayo watoto wako, hata wale wanaohusiana nao kupitia kazi wanazozifanya, na kuomba wakapate kuwa mfano bora
na kufanya kazi kwa viwango vya chini, yamini wakavutwe na matendo makuu utakayowatendea katika kazi zao. Baba, nakushukuru kwa sababu watoto wako walioko hapa na wale ambao hawako, ninakuomba wasiwe wachoyo kusimulia matendo makuu unaokwenda kuyatenda walivyokuomba. Hapo wabariki watoto wako, wabariki pia maombi yetu yaliyo ndani ya sanduku hili. Baba, naomba kutubariki na kutupatia sawasawa na mapenzi yako. Naomba wabariki watoto waliofika leo na wale ambao wako shule. Wabariki vijana walioko hapa na wengine ambao hawako. Bariki watu wazima na kanisa lote ambao tumekubali mbele zako kuja kwako jioni ya leo. Tunapoondoka hapa, jaza neno la tumaini mioyoni mwetu. Tunapoondoka, tunene mioyoni mwetu ya kwamba tunakushukuru Yesu kwa sababu pia hata leo umetusikia maombi yetu na umetubariki. Hapo tembea pamoja nawe hata tena kesho jioni tunapokaribia na miisho ya kuahirisha maombi haya, lakini bado tutaendelea kutumainia. Basi utubariki na kutuinua na kudhihirisha maishani mwetu, na mwisho Baba tukapate kuwa washindi sawasawa na neema yako kupitia jina la Yesu. Amen. Bwana tubariki, tutembee